kipindi cha nyuma nakumbuka wakati Diamond unaanza ulikuwa una plan ya kutoa filamu pamoja na Wema Sepetu. Ile filamu ilifahamika kwa jina la Temptation. Labda tutegemee kwamba kwa sababu Diamond umerudi sasa kwenye filamu, tutegemee kwamba ile filamu itaweza kushutiwa kati yako wewe na Wema. Mwalimu. Nakushukuru. Unajua licha ya kwamba wacheza filamu wetu wa Tanzania wanafanya vizuri sana, lakini kidogo bado soko letu lina changamoto kwenye upande wa kifedha Tanzania. Ndio maana utaona kumekuwa kuna tamthilia nyingi ndio zinafanya vizuri katika vingamuzi mbalimbali, lakini nadhani bado kidogo kuna stability haijakaa katika movies za moja moja. Kwa hiyo maombi yangu na shauku yangu watu waendelee kuwekeza katika movies, isiwe tu kwenye tamthilia. Zote tamthilia zinafanya vizuri sana. Ukiangalia tamthilia zote zinakuwa za kwenye vingamuzi tofauti. Sasa hawa ndugu zetu hawa Bongo Movie wanafanya kazi vizuri sana. Mimi nawaheshimu sana. Nawaombea na naomba wawekezaji wawekeze fedha ili ziweze kufanyika movies pia moja moja. Sababu hapo inapokuwa hapo sasa soko linakuwa lina mkwanja, kwa ni rahisi zaidi mtu kufanya kitu. Labda niongezee hapo. Naomba kitu kimoja tuelewane. Unapoona makampuni yanatoa ushirikiano mkubwa sana kwenye sanaa, yeye kama waandishi wa habari naombeni wapenda nyie support ili waweze kutusaidia kwenye sanaa zaidi. Naomba nitumie nafasi hii kwa Pepsi kuwapa at least jaribuni kuweka product placement katika hizi series za ambazo zinazoendelea. Muweze kuwawezesha zaidi. Unajua mnapoweza kuwawezesha zaidi tasnia inakuwa, budget inaongezeka, wasanii wetu nao wanapata hela. Umeelewa? Kwa hiyo kwa waandishi naomba na nyinyi muwe mnasisitiza makampuni, mkiona kampuni tu limejileta kwenye sanaa naombeni muwe mnawashindilia mule kidogo ili at least waweze kutusaidia kufika mbele zaidi, sababu tuwe wigo la sponsorship ile kubwa zaidi. Asante. Sawa, karibu dada, tunaona pale na hapo. Naitwa Sarafina Jerry kutoka Media. Kwanza kabisa hongera kwa Pepsi na Diamond Platnumz kutokana na mwendelezo wa kufanya kazi inaonekana imefanyika. Hongera sana Diamond. Lakini pia sisi tunafurahi kuna unashikilia nafasi yako uliopo na unaendelea kwenda mbele zaidi. Tunatamani kuna Diamond wengi sana mtaani. Kwa maana ya wasanii ambao wanaanza na wenyewe au wanafanya muziki na wao wafike sehemu fulani kama ambao wewe umefika. Nilitamani kukuuliza wewe kwa sababu kwa vitu vingi sana kwenye muziki tunakutazama wewe kama godfather. Kwa maana ya upande wa lebo, upande wa lebo imekuwa ikionekana wasanii kutoka kwenye lebo mara nyingi sio wasanii wengi ambao wakitoka kwenye lebo wanaendelea vizuri, kufanya vizuri kwenye muziki wao. Mpaka inatafsiriwa kama lebo zinadumaza wasanii wengine. Pengine ni kutokana na malipo ambayo wanapangiwa wakitoka. Lakini kwa upande wa WCB imekuwa na historia nzuri kidogo. Harmonize ametoka na sasa hivi anafanya vizuri na yeye. Rayvanny ametoka anafanya vizuri. Na wengine tunatarajia watafanya vizuri kutokana na mfumo wa WCB. Kwako Diamond, unahisi lebo za Tanzania zinakosea wapi mpaka baadhi ya wasanii wengine wakitoka kwenye lebo wanashindwa ku-maintain status yao? Kwa mfano juzi tumeona Ibra na Harmonize walipokuwa wakikiana maneno mtandaoni na wewe ukaweka ngoma ya Ibra copy and paste. Ile ilikuwa na maana gani kwanza kwako, au ulikuwa unatamani kuzungumza chochote kwenye ile situation? Kwenye lebo hapo, unajua kila lebo ina mipango yake na mikakati yake kwenye kuwafanya wasanii wao, na hawezi kuhukumu wala kulaumu lebo yoyote kuhusiana na wasanii wao wanapoendesha. Lakini sisi kama Wasafi tunapomsaini mtu, tamanio especially kwa mimi, tamanio langu ni ndio mtu afanye vizuri. Akifanya vizuri yeye, kwangu mimi na nitaingiza heshima kubwa sana. Kinacho tumemsaini msanii akafanya vizuri kwa mkubwa,
kwangu mimi ni heshima kubwa kuliko hela ninayoingiza yule msanii au katika shughuli za kila siku. Kwa tunawekeza nguvu, akili, mawazo. Inaonekana tu kama msanii, lakini nyuma lebo tunakuwa tunaweka the way mtu anapomwekea brand yako mbele. Kama mimi nadhani wengi wao wana mifano, wanachaga shughuli zangu, page yangu inaweza kubadilika ikawa page kama ya msanii. Nyanyua mtu kutoka sehemu fulani kufika sehemu fulani. Sasa sisi tumepata bahati moja ambayo namshukuru Mwenyezi Mungu katika kila msanii ambaye tumemtambulisha kwa kazi tuliyofanya, kushirikiana na yeye, waandishi wa habari na mashabiki, watu wamempokea vizuri, anafanya vizuri. Na kwa bahati pia nzuri wasanii wengi ambao kwetu sisi walikuwa wameanza kutoka kwa independent walikuwa tayari washafika kwenye mafanikio mazuri. Kwa mtu anaona kama sasa hivi nilipofika sasa, lebo nashukuru, naomba sasa nianze kujisimamia mwenyewe. Kwa hiyo akitoka pale, kwa nini anaweza kufanya vizuri? Kwa sababu Wasafi sio tu lebo. Nadhani watu kitu ambacho wakijua Wasafi ni sema watu wakija pale kama wako pengine darasani, kwa sababu nawafundisha vitu vingi. Kuandika nyimbo, nawafundisha unakuwaje star, nawafundisha unatakiwa present vipi na nafsi yako ukifika sehemu. Yaani msanii unatakiwa ufanye nini, usifanye nini. Kwa yale madogo ambayo kaangalia Mwenyezi Mungu anawaelekeza. Mengine tu sasa watachanganya na akili zao na baraka za Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo kila mtu anashapata hii sasa yeye mwenyewe anajua kumbe ukifanya hivi na kwa hiyo ukifanya hivi na kwa sababu mwenyewe unaenda kuifanyia kazi. Na kila mtu anapoifanyia kazi ndio anakuwa kulingana na nafasi yake Mungu aliyombariki na mashabiki waliompokea. Kwa baada hapo watu wanapotoka Wasafi, kumbuka wanatoka wakiwa tayari ni wanafanya vizuri sana. Sio wanafanya vizuri pale, wanaweza kwenda kujisimamia wenyewe na ile misingi tayari wanayo. Kwa hiyo baada pale wao wenyewe wanaweza kujiongoza. Hata kama mtu kitokea kidogo, kuna sehemu kasheki kidogo, inakuwa ni kidogo sana. Lakini kwa imani yangu mtu yote anayetoka Wasafi anaweza kufanya vizuri sana. Sasa hapa kwenye lebo zingine kwa kweli sijajua wao wenyewe wamekaje misingi yao, sijajua wao wenyewe wanaendeshaje lebo zao, na naheshimu kwa sababu kila mtu ana biashara yake, kila mtu ana taratibu zake. Ila kwa taratibu za Wasafi sisi hii msanii anapokuja na mimi siwaji mtu fanye ambaye labda nampa mtu nusu nusu. Sasa mara kamfanya msanii wangu afanye vizuri. Kwa na mwelekeza, sikiza unatakiwa ufanye hivi. Kuna mambo haya msanii hawezi kuititu kwa hivyo lazima ufanye hivi. Ukitunga nyimbo lazima ufanye hivi, usifanye hivi. Watu wengi nje wana imani yao wanazanyaga mimi ni sani wasanii sio kunaandikia nyimbo. Mimi nimeandika nyimbo za wasanii wengi ambazo ni mimi. Wasanii wengi Wasafi kila mtu akija pale kuuliza mimi na yeye nani kamwandikia mwenzie nyimbo? Kana watawaambia. Sasa sio vizuri. Ila nyingi sana. Nika nao sio vizuri kuzungumza kwa sababu nakuwa kama na watu kitu kimoja ambacho watu wakielewi hata wengine sio Wasafi pia. Sometimes wanaga wenyewe wanazungumza. Yaani mimi niko tu hivyo. Siwezi nikafika studio nikakuta nyimbo yako kuna sema iko safi nikakuacha tu hivyo. Nitakusaidia. Muona kwa ukisema usiposema sitaki kwenda kuzungumza miongoni mwa vitu ambavyo nadhani watu wengi hawavifahamu. Nadhani yani mimi strength yangu imetokana kwanza na kuandika. Yaani mimi kama mwanamuziki, mimi sio mwanamuziki tu wa vocal. Sio mwanamuziki wa hivyo. Yaani mimi nikishika peni naweza kuandikia nyimbo yote, naweza nikakuandikia bolingo, naweza nikakuandikia R&B, nikakuandikia kibokata, nikakuandikia hip hop, nikakuandikia mapiano. Na kila muziki najua ni uandike vipi. Yaani kama hii nyimbo inaitwaje? Inaitwa Salama na nani na Barnaba. Hapa nimeachana na mtu. Ngoja nimshindilie maneno ya lawama. Yaani unajua hivyo. Ikifika kwenye piano siwezi kuandika kitu cha serious kwa sababu piano itaki vitu serious. Nambetea serious nani kwenye piano? Taandika makuzi vitu ambavyo mtu akisikia atafurahi atapata vibe. Sasa kutoka kwangu ukiandika nyimbo ya mapenzi ya kuumizwa nitaandika nyimbo kama Kamwambie. Nataka nyimbo ya maisha nitakuandikia nyimbo kama Yatapita. Na ukikaa na wasanii wote hao wewe zungumza nao tuambie Diamond kwenye sekta kuandika iko vipi. Sipendagi kuzungumza. Sasa watu ukitoa sana nyimbo zile za mapiano au nyimbo za mipinduko, imani zao zinaona kama huyu sio mwandishi. Huyu IQ yake imeisha. Kwa sababu sometimes ukiona mtu anaongea anaweza katia verse kama nyimbo ya Barnaba kuonesha kama mkae mbali na mimi. Sio umeelewa? Na muziki kila muziki kuna namna yake ya kuandika. Alafu watu wanakaza wanajidanganya, unajua Diamond yani amefoka sana kwenye biashara ndio maana mimi sifari hiyo za biashara kwa sababu nina talent.
kitendo cha mimi kisikia biti ya kwa masava nione tu nikuandikie salamu, manake nimetumia IQ kubwa sana. Bonge fika wewe ungeanza kujieleza, oh unajua kusalimiana vizuri jamani, tusalimiane. Ila kwa sababu mimi na IQ na nina talent, ikifika pale na kusalimia tu how are you unjani. Kwa hiyo ukiona kama chepesi, sio chepesi kile talent. Ukiona ikifika kwenye show nitakuandikia, yani hicho ndio kinachoita talent.